Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu yangu Shekhe Mwenyepingu, Shekhe wa wilaya ya Ilala, imamu wetu hapa Sheikh Salim na Shekhe Yakub na kijana wa Sheikh almaarufu inshallah, watukufu wa Islam, wanafunzi, kwa umoja wenu ni wasalimieni kwa maamkizi ya watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza nitoe pongezi kwenu na hawa walimu katika kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili tupitia na wenzangu tuliokaa tuhamasishe hili jambo, usomaji wa Qur'ani, kwa sababu Qur'ani yutaabadu bitilawatihi. Qur'ani watu wanaifanyia ibada kwa kuisoma, yani Qur'ani imeshushwa ili isomwe, na watu wanasoma sana Qur'ani, lakini tumekuja mimbabi dhikra kukumbushana na kutilia umuhimu swala la usomaji wa Qur'an. Alhamdulillah, katika misikiti yote ambayo tuliopita, msikiti huu wa Shadhili unaweza kuwa ndio msikiti namba moja kwa mahudhurio na kwa ihtimamu ambayo iliyoonyeshwa. Tumeona namna gani darsa ikianza imamu anakuwepo mwanzo mpaka mwisho, tofauti na sehemu nyingine tunazokwenda. Imamu baada ya salamu, yale mambo hayamhusu tena, yanabaki wale wenyewe wageni na wanafunzi ambao waliokuwepo pale. Ndugu zanguni katika imani, Qur'ani tunatakiwa tuisome sana, na wenzetu walifanikiwa katika kuiweka vizuri dini yao, katika kuitawalisha Qur'ani katika ujamii kwa kuisoma. Kisoma katika tarehe, wanawachuoni waliotangulia walikuwa wanasoma sana Qur'ani sana, na Qur'ani inatakiwa isomwe, yani kila mtu awe na utaratibu wa kuisoma Qur'ani kila siku. Kila siku unasoma, kila siku unasoma, ili kila baada ya muda fulani unakuwa umepata khitma nzima, kila baada ya muda fulani umepata khitma nzima. Hivi ndivyo walivyokuwa wanawachuoni ambao waliokuwa wametangulia. Na wao sasa waliotangulia, ilikuwa ukiingia mwezi huu wa Ramadhani, basi wale wataalamu, wasomi wa fiqhi, wasomi wa tafsiri, wasomi wa ilmu zote, walikuwa wanaweka pembeni ilmu zao, wanazama katika kuisoma Qur'ani. Wanazama katika kuisoma Qur'ani, usiku na mchana wanasoma Qur'ani. Tunapokea katika vitabu, wako ambao waliokuwa wanaisoma Qur'ani mchana mmoja anasoma Qur'ani na usiku anasoma Qur'ani yote, akiwemo imamu wetu Imamu Shafi'i rahimahullah. Yeye alikuwa anahitimisha Qur'ani mchana na anahitimisha Qur'ani usiku katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini walikuwepo kama Saidina Uthman ibn Affan, tunaambiwa yeye katika mwezi huu ilikuwa ile witri anaisoma kwa Qur'ani nzima. Witri yake yeye alikuwa anaisoma kwa Qur'ani nzima. Haya tumeyasikia na tumeyaona, lakini tukiona tunaona kama vile ni hadithi za kale, lakini hawa ndio ambao walioitengeneza dini hii, na hawa ndio ambao waliofikia hatua dini yetu ikawa imechukua nafasi. Mtume sallallahu anasema, inna hadha alquran yarfa'u bihi aqwaman. Hii Qur'ani ukiishika vizuri, kwa sababu yake inawanyanyua watu juu. Wewe ukishikamana na Qur'ani utakuwa juu ya waliokuwa juu. Lakini vile vile anasema Mtume, wa yadha'u bihi akharin, na hii Qur'ani inawateremsha chini kabisa wale ambao wanaoiacha na kuipuuza. Kwa hiyo sisi tumeanzisha kampeni hii kuhamasisha, tunahamasishana ndugu zanguni. Kila mmoja nafsi yake anaijua. Wewe Ramadhani hii imepita umesoma kiasi gani, Mwenyezi Mungu ndo anajua, na wewe mwenyewe
Kwa hiyo tunatakiwa tuwe tunaisoma Qur'ani. Ndugu zanguni, jiulize, mimi toka Ramadhani imeanza nimesoma kiasi gani? Kesho tunamaliza Ramadhani, lakini umesoma kiasi gani Ramadhani? Shafi'i rahimahullah naambiwa alikuwa anasoma khitma 60 kwa kila siku, khitma 2. Kwa hiyo tunahusiana katika haya ndugu zanguni, na Qur'ani hii sio kwamba isomwe ndani ya Ramadhani tu, isomwe ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Muisome Qur'ani ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, na ndivyo walivyokuwa hao waliotutangulia. Matokeo yake waliweza kuutawala huu ulimwengu. Ulimwengu ulitawaliwa na Waislamu kwa sababu waliishika Qur'ani, wakawa tabia zao tabia za kiqur'ani. Toka Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza kuwa anawatuma sahaba zake waende maeneo tofauti wakawafundishe Qur'ani watu ambao wanaoingia katika Uislamu. Tunampokea Mus'ab ibn Umair, safiri balozi wa kwanza wa Uislamu. Huyu alitumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya Mtume kuhamia Madina, ili aende pale Madina, aende akawafundishe Waislamu wa Madina Qur'ani. Tunaambiwa mwaka mmoja tu walikaa Madina, nyumba zote za Madina zikiwa ndani yake imeingia Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani ndio msingi wetu na Qur'ani ndio mafanikio yetu ndugu zanguni, na haya hayapimwi kwa kuonekana na watu wala hayapimwi kwa mazingatio ya watu. Haya yanapimwa kati yako wewe na Mwenyezi Mungu. Qur'ani ukiisoma nafsi yako italainika. Hizi nafsi hizi zinataka chakula, na chakula chake kikubwa kuliko vyote kabisa ni Qur'ani. Baada ya Qur'ani, dhikrullah. Hivi vitu vinasaidia kunyanyua imani za watu, zinasaidia kusafisha takataka za ibilisi na shaitani. Kila unavyosoma Qur'ani nafsi inakaa safi, kila unavyosoma Qur'ani nafsi inakaa safi. Imamu Al-Hasan Al-Basri anasema tafaqadu al-halawa fi thalatha, fanyeni uchunguzi mutafute utamu katika vitu vitatu. Kitu cha kwanza akasema fiti inda tilawati al-Qur'ani al-Karim, wakati unavyoisoma Qur'ani al-Karim. Ukisoma Qur'ani na ukawa unajihisi kwamba kuna ladha unaipata katika nafsi yako, basi hapo umefika katika daraja iliyokuwa iko nzuri sana. Mwingine anasoma lakini anaona mutadhayiq, anapata tabu, anajihisi tabu, lakini unaisoma Qur'ani na wewe mwenyewe unahisi utamu. Hiyo ni daraja ambayo kubwa ambayo tumetakiwa tuitafute sisi. Na ukiona unaisoma Qur'ani haikukubali, waendelea kuisoma, tuendelea kuisoma huku, unamuomba Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyezi Mungu akufungulie na wewe unapata ladha katika swala zima la usomaji wa Qur'ani.